Chama cha Chadema chapasuka wakati ambapo kesi ya Tundu Lissu ikifika ama ikielekea kileleni. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza kufika hapa, kumbuka kusubscribe. Aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema kanda ya Victoria na umoja wa wapinzani waliowahi kuwa na ushawishi mkubwa nchini Tanzania kwa jina Ezekia Wende amejiunga rasmi na Chama cha Mapinduzi, na ni hatua ambayo imezua gumzo kubwa katika duru za kisiasa. Uamuzi wake umeonekana kama pigo kubwa kwa chama cha Chadema ambacho kwa miaka mingi kimemchukulia Wende kama nguzo muhimu ya harakati za mageuzi. Wende aliyewahi kuwa mbunge wa Nyamagana amejulikana kwa misimamo mikali dhidi ya mfumo wa uongozi wa CCM, na kwa muda mrefu alikuwa miongoni mwa sauti kali zilizopigania katiba mpya na demokrasia ya kweli. Lakini hatua yake kujiunga na chama alichokuwa akikikosoa imeibua mshangao na mjadala mpana, huku baadhi ya wachambuzi wakitafsiri tukio hilo kama kielelezo cha mabadiliko makubwa ndani ya siasa za Tanzania. Taarifa kuhusu uhamisho huo zilijitokeza kupitia chapisho la Ridhiwani Kikwete katika mitandao ya kijamii, likiwa na picha ya Wende akiwa amevalia mavazi ya kijani yanayotambulisha chama hicho tawala. Wengi walichukulia picha hiyo kama uthibitisho rasmi ya hatua yake mpya, na ni jambo lilozua hisia tofauti miongoni mwa Watanzania. Baadhi ya walioonyesha masikitiko wakihisi kuwa Wende amesaliti misingi aliyokuwa akiitetea, huku wengine wakiona kuwa siasa ni safari ya maamuzi binafsi na kila mtu ana uhuru wa kufuata anachoamini. Hatua hii inakuja wakati Chadema ikiendelea kukabiliana na changamoto nyingi za ndani, ikiwemo misukosuko ya uongozi na madai ya kupoteza baadhi ya viongozi wake wa zamani. Wafuasi wengi wa chama hicho wamekuwa wakihimiza umoja na kujitathmini upya, wakidai kuwa kila msukosuko ni nafasi ya kujenga upya msingi wa imani ndani ya chama. Kwa upande wa CCM, ujio wa Wende umetajwa kuwa ni ushindi wa kisiasa na ushahidi wa kuongezeka kwa ushawishi wa chama tawala katika maeneo ambayo hapo awali yalikuwa ngome za upinzani, hasa kanda ya Ziwa. Wataalamu wa masuala ya siasa wameeleza kuwa CCM inatumia mbinu ya kuimarisha nguvu yake kupitia kuvutia viongozi wenye historia ya upinzani, hatua inayoongeza mvuto wake kwa makundi yaliyokuwa nje ya mfumo wa chama hicho. Wende sasa ameonekana kujiunga na safu ya viongozi kadhaa waliowahi kuwa wapinzani wakali wa CCM, lakini baadaye wakaamua kubadilisha msimamo, na ni jambo linaloonyesha kuwa siasa za Tanzania zimekuwa zikibadilika kulingana na mazingira na maslahi ya kisiasa. Wachambuzi wanaona tukio hili kama sehemu ya sura mpya ya siasa za Tanzania, ambapo mipaka kati ya chama tawala na upinzani inazidi kufutika. Kwa sasa macho ya wachambuzi na wananchi yanabakia kuelezwa katika namna Chadema itakavyokabiliana na mshtuko huu wa kisiasa, na jinsi CCM itakavyotumia ujio wa Wende kuimarisha ushawishi wake katika maeneo ambayo kwa muda mrefu yamekuwa ngome za wapinzani. Tukio la Ezekia Wende limeonyesha kuwa siasa si uwanja wa kudumu bali wa mabadiliko. Uhamisho wake ni ishara ya upepo mpya unaovuma katika ulingo wa siasa za Tanzania. Endelea kufuatilia Kenyascope kwa taarifa zaidi kuhusu mienendo ya kisiasa Afrika Mashariki na athari zake kwa mustakabali wa vyama vya siasa barani Afrika. Kumbuka kusubscribe ikiwa ni mara yako ya kwanza kufika hapa, like na vile gonga kengele ili uweze kupata alerts kila wakati ambapo tunaweka video mpya.